Kwenye dirisha dogo lililopita, Young Africans wametumia zaidi ya euro 500,000 kwa ajili ya kuwasajili Alan Okello pamoja na Laurindo Dilson Maria Aurelio almaarufu kama Depu. Yanga wametumia zaidi ya euro 500,000 kwa ajili ya kuwasajili hawa wachezaji wawili. Taarifa nilionayo kutoka kwenye baadhi ya vyanzo na kutokana na taarifa ambazo nimeziona kuhusu tetesi za usajili ambazo zinawahusu Young Africans ni kwamba Young Africans wako tayari kutumia zaidi ya euro 500,000 kwa ajili ya mchezaji mmoja katika dirisha kubwa linalokuja kwenye eneo la ushambuliaji. Yanga wako tayari kutumia zaidi ya euro 500,000 kwa ajili ya kusajili mshambuliaji wa maana. Yaani Yanga wameanza kutenga fungu kubwa sana ili kuhakikisha kwamba wanapata mtu wa maana kwenye eneo la ushambuliaji. Sasa basi, nimeshawahi kuja na habari hapa za Stefan Aziz Ki kwamba anatakiwa na Young Africans. Of course, kuna matamanio yake ya kutaka kuja, kuna namna Yanga wanataka kuona hichi kitu kinatokea, kuna mazungumzo. Lakini Stefan ana mkataba fresh wa miaka 2 ambao ndo kwanza umeanza huko Libya. Kwa hiyo mwafaka wake nao unaweza usiwe umenyooka sana mwisho wa siku, kwa sababu bado wenye hati miliki ya mchezaji ni klabu aliyopo hivi sasa. Ndio kwanza wametoka kumpa mkataba fresh wa miaka 2, kwa hiyo nguvu ipo kwao mwisho wa siku. Na mkataba ni mkubwa, kwa maana yake mwisho wa siku ili ni jambo ambalo pia litawalazima Young Africans kuliheshimu kwa namna ambavyo wanaomiliki Stefan Aziz Ki. Al Ittihad watakuwa wanajaribu kuliendea hili swala kwa wakati huu. Lakini kuna taarifa ambayo niliwahi kuja nayo kuhusu Thaddeus Nkeng, mshambuliaji wa klabu ya Stade Malien. Huyu ndio mchezaji ambaye Young Africans wako tayari kufikia uhamisho wa euro 500,000. Kwa mujibu wa taarifa ambazo nilizipata kutoka kwenye chanzo kutoka kwenye ukanda wa Afrika Magharibi, nilipata hii taarifa kwamba euro 500,000 wako tayari kabisa Young Africans kuitenga kupata a top striker. Lakini mshambuliaji mwingine ambaye Young Africans watajaribu kuwa aggressive sana kuhakikisha kwamba wanaminyana kumpata kikweli ni Gelson Dala. Gelson Dala bado ni mchezaji ambaye yupo kama sehemu ya vipaumbele vya Young Africans kuelekea kwenye dirisha kubwa. Huu ndio utakuwa usajili mkubwa zaidi ambao Yanga wataufanya. Yaani hii ni kuwekea tu bayana unayenitazama kwa wakati huu. Usajili wa Gelson Dala utakuwa ndio usajili mkubwa zaidi ambao Yanga wamewahi kufanya katika historia yao na pengine hata katika historia ya soka la Afrika Mashariki na Kati. Honestly kabisa. Profile, ukubwa wa mchezaji, thamani yake sokoni, mshahara anaochukua, kuweza kumpata huyo mchezaji itakuwa ni mental business. Lakini Young Africans wako tayari kiukweli kuweka mzigo mkubwa sana. Uzuri kuhusu Gelson Dala, nilishawahi kuja na taarifa za Gelson Dala wakati dirisha dogo linaendelea. Niliwahi kuja na video yake maalum kabisa, nikawa nimeweka bayana kwamba Gelson Dala anamaliza mkataba na klabu yake Al Wakrah ya kule Qatar. Kwa hiyo ni rasmi, itakapofika mwezi wa 6 mwaka huu atakuwa ni mchezaji huru. Lakini mazingira ya yeye kuweza kuwa mchezaji wa Al Wakrah msimu huu hayakuwa mepesi sana mwisho wa siku, kwa sababu msimu uliopita kuna baadhi ya mechi kuelekea mwishoni mwa msimu Al Wakrah walimsimamisha Gelson Dala. Walimsimamisha kwa sababu hakuwa na nia hasa ya kuongeza mkataba kule, lakini kwa sababu moja ama nyingine mwisho wa siku yakafikiwa makubaliano ambayo yakamfanya aongeze mwaka mwingine mmoja. Lakini hali haikuwa imenyooka sana baina yake na Al Wakrah. Kwa hiyo kuna mlango wa Gelson Dala kuwa mchezaji ambaye anapatikana vizuri tu kwenye dirisha kubwa. Na kwa kusema hivyo, Young Africans kama nilivyoweka bayana, wako tayari kuvunja benki. Uzuri ni kwamba mchezaji kama hivi ambaye anakuwa ni huru, manake ada ya uhamisho inakuwa haihusiki, kwa sababu thamani ya Gelson Dala inakadiriwa kuwa ni almost dola milioni 1.5. Dola milioni 1 kama na nusu mpaka milioni 1.7 thamani yake kama ungetakuwa msajili. Kwa ina maana ni pesa nyingi, lakini kwa sababu atakuwa ni mchezaji huru, utadili na signing fee ambayo ni kubwa, utadili na mshahara ambao ni mkubwa mwisho wa siku. Hakuna shaka kwamba mshahara ambao utakuja kumlipa huyu mtu utakuja kuvunja rekodi pengine katika klabu ya Young Africans. Hautakuwa mshahara ambao umewahi kulipwa kwa mchezaji yoyote yule. Lakini Yanga wako tayari kujipasua kwa ajili ya Gelson Dala mwisho wa siku. Na huyu ni mchezaji ambaye pia unapaswa kuwa mwangalifu naye kuelekea kwenye dirisha kubwa. Young Africans bado wanaye kama ni kipaumbele, tena miongoni mwa vipaumbele vyao vya juu kuelekea kwenye dirisha kubwa.
Huyu ni mchezaji ambaye Young Africans wanatamani, wanaota kuwa naye na wako tayari. Kuna kutamani, kuna kuota, lakini Young Africans wako tayari kuona mfuko unakaa sawa, mfuko unanyooka, ili Gelson Dala aweze kutua kwenye viunga vya Jangwani. Kwa hiyo ndo hali halisi bwana ya mtu anaitwa Gelson Dala. Young Africans watapambana kumpata huyu mchezaji, haitokuwa rahisi. Miongoni mwa sajili ngumu ambazo Young Africans watakuwa nazo kwa ajili ya dirisha kubwa ni usajili wa Gelson Dala, lakini Young Africans wana malengo makubwa, kwa hiyo wako tayari kupasua mfuko huo. Nina uhakika hicho, nina uhakika nacho. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, mwisho wa siku, endapo labda Musa Mara Konte atauzwa kwenda katika klabu ya Raja, pengine dola $400,000 mpaka dola $600,000 zikiingia, you never know, labda baadhi ya wachezaji wa kigeni wakikatwa na vitu kama hivyo, mishahara ambayo itakuwa inapungua kwa baadhi ya wachezaji na mauzo ambayo yatapatikana kutokana na wachezaji wengine kuuzwa, inaweza kufungua mlango wa Gelson Dala kuwa ni usajili wa nakshi kabisa, usajili wa kibabe kwa upande wa Young Africans kwenye ligi ya Tanzania.